Kama mmekubali kupeana NBR, peaneni kwa kila mahali. Isiwe ni hii group wengine wako na Deputy Ruto, wako na DB, hii wakae kidogo. No. It is our right to protect the Kenyans. Tuko na haki. Hata kama tuko mrengo gani. Na mnajua kwamba mnapotufinya kuna Mungu mbinguni. Imebaki mwezi 8. Na Mungu atatunusuru tu. The only remaining 8 months. Mungu atatunusuru sisi. Tukae kwa njia ya amani. Na mimi naamini ya kwamba William Samoei Ruto akishika uongozi wanasuti katika Kenya hii kama rais. Kenya wataishi kwa njia ya amani. Kenya hii itaishi kwa njia ya amani. Kila mtu atajihisi kwamba hako Kenya. Kwa sababu sasa hivi watu wamehama, wale ambao wamehama kama kutoka Wadiang'o watarudi makwao kwa sababu amani ile mtu ambaye anajali mwananchi, yule ambaye amesema bottom up anzia chini kwenda juu. Amani anze chini ndio tuweze kufanya maendeleo. Kwa hivyo hiyo ndio maoni yangu, asiye maoni yangu ni maoni ya watu ambao ninawakilisha kama MCA kutoka ward hii na kutoka ward ya Bartabwa na Baringo hii kama mkaaji wa Baringo na kiongozi mmoja wao. So kwa hivyo singependa kusema mengi. Nataka niwaambie tu wananchi wetu tuendelee mheshimiwa tuombe kura yetu kwa njia ya amani. Tusiongelee kupigana kwa mambo ya siasa. Hii siasa ni rahisi sana. Ukikuja hapa mbele na kusema mimi naomba kitu fulani, mniangalie jamani. Wananchi wewe sio mjinga. Lakini ukikuja hapa useme mimi nanyorosa hapo, mimi nanyorosa kandie, wewe ujeni hapa na mambo ya kunyorosana, tunyorosane kama na Harambee tunyorosane, toa pesa kamili, si ndio? Kama ni mambo ya kuongea kamili. Kuna wengine wanaongea tomo tutanyorosana, nilikuwa kwako mheshimiwa Sudi. Sisi tumeendelea kama Baringo. Unaona MC anasimama na kusema ule aspirant na MC anasema mimi naomba kiti ya MC, anakuja toa 500. Sisi tulikuwa tunacheka sana. Wala MC anakuja kusema 500. MP natoa shilingi 2,000. Mtu ambaye anaomba MP 2,000. Women rep anatoa 1,000 ilikuwa ngapi? Sisi Baringo hapa ndio tofauti sana. Sisi hapa tumejitoa kimali na kisiasa. Yeah. Utaona hata sahi wale wao hapa sahi utaona. Wana siasa. Hawa watu wamejitoa. Kama ni siasa unaongea na hata mtu yongee. Kwa sababu ukikuwa sahi kidogo ukipata kitu utakuwa zaidi shida na matatizo. So kwa hivyo hii iko sawa na tumebarikiwa tunapeana. Licha ya mawe, licha ya nini tunapea Mungu kwa sababu bali yote ni ya Mungu. Kwa hivyo pastors, asanteni kwa kutuombea. Asante ule ameombea wale watu kuna wachawi si weungo kuna wachawi hata ile wanarogana ng'ombe. Iko hata wale wanaroga ng'ombe iko. Tarije kia sura tangele kana mau kutengene jago kitu. Iko. So mimi nataka niombe tu kwamba kwa wale ambao wanaua watoto sikizeni. Kwa wale ambao wanatoa watoto aje niwapatie leo. Endeni msome kitabu cha Kutoka. Endeni msome kwenye kitabu cha Kutoka. Kwa Mungu. Walino baada ya Genesis ni Kutoka, si ndio? Someni moja mjifunze mpaka mpate kina poa na nani? Na Supra. Hawa kina mama walikuwa werevu. Mfalme aliambia uweni watoto wote ambaye ni wa fulani. Hawa wakakataa kuwa kwa sababu walikuwa wanaogopa Mungu. Mfalme alipoona kwamba hawa watoto mbona watoto wako hawa, akauliza mbona Mungu ufanye kazi na wapatia? Hawa kina mama akasema unajua wanawake wa Ibrania usaa kabla nani? Kabla kile sipo kusije la kwa kiti kakuna kausila kwa kutombote vyoso sigisho. So kwa hivyo nyinyi ndio mnajua kuchukua watoto msiuo kwa sababu kwa hiyo na hiyo siri ambayo kina mama walifanya. Mtu akikwambia mtoto yangu nataka afanywe harusi, toa hiki tuko naye, chunga sana. Hiyo atakuwa MP ya Baringo Central, baadhi ya wengine ambao watakuja hapa. Huyu atakuwa daktari ambaye atakusaidia wewe daktari uliambiwa toa. So muache kuwa watoto. Na mimi nafikiri hakuna mbinguni watu ambao anatuma na mwaga tamu. Iko hata ukiokoka sijui na harusi atasema. Kwa hivyo wacha nikaribishe speaker wetu wa Baringo County Assembly. Speaker akikuja hapo Baringo ni UDA, si ndio?
Si umetuambia tumaliza ile kazi. UDA. 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 Kazi ni kazi, UDA. Basi, karibu dawa. Sema dawa. Sema dawa. Na utasema slogan ya ndio. Asante sana Mheshimiwa Chepsongolo. Karibu nishangae tumetoka kwa kanisa ama tumefika kwa rally. Nikakumbuka Reverend Cheriot alisema tuko huru. Kwa hivyo kanisa imeisha, tuko huru. Basi Reverend Cheriot, Reverend wa kanisa, mnenaji wa leo, Reverend Tarus, Pastor Purity, viongozi ya kanisa Kaproprieta AIC pamoja na building committee, service providers, architect pamoja na builders na viongozi wa kanisa. Chief guest of honor today, Mheshimiwa Oscar Sudi, Mheshimiwa ya Baringo Central, Mheshimiwa Kandie, waheshimiwa wa County Assembly wakiongozwa na Area MCA, Mheshimiwa Jennifer Kapon, Mheshimiwa Tochim kutoka Tenges, Mheshimiwa Ernest Kibet kutoka Kabarnet, Kiranja, Mheshimiwa Chepsongol, Daktari, Mheshimiwa Wengo ambaye ni chairman ya budget, Mheshimiwa Elizabeth Kipsang, waheshimiwa wale wako hapa, aspirants, Mheshimiwa CPA Richard Koech, uliingia leo upande wa aspirants, lakini bado wewe ni clerk wetu wa Baringo County Assembly. Aspirants wa Senate, Mheshimiwa Krukmet, Lomong Rebecca ambaye hata ni aspirant wa Women Rep, aspirant my friend former MCA wa Baringo County Assembly ambaye hata na yeye anahitaji kuwa aspirant. Na all the aspirants wenye wako hapa, wa Kristo wote wa Kaproprieta AIC pamoja na wale marafiki zetu wamekuja kutoka mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umechoka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. God is good all the time. And all the time. God is good. Thank you very much. Basi kwa sababu muda imekimbia, nitajaribu kukimbiza hii maneno. Ya kwanza, nataka kushukuru viongozi na uongozi wote wa hii kanisa kwa kuona kwamba ni vyema kujenga kanisa vile mumetuonyesha. Hiyo wazo ni wazo mzuri. Orobokin kanisa Kaproprieta AIC kwa kufikiria hivyo. There is nothing more important in this world than to build a house of God. Ya pili, nataka kuwashukuru tena kwa sababu mumeona jema kualika au wageni wote kutokea mpaka the other side Wazingishu. Mheshimiwa Sudi all the way. Ni mzuri kufikiria marafiki. Asanteni sana kwa hiyo. Kwa kusema kweli, kujenga kanisa ni kitu ya maana, kitu muhimu sana. Kwa sababu tunaweza jenga vitu yote, barabara na kila kitu, na kanisa je? Ndio saa ingine mimi nawaza kwamba itafika wakati tukisoma na tukitoa maendeleo ya jamii, tukitoa kwamba tumefanya maendeleo fulani, hata tuweke huko ndani yale makanisa tumejenga ikuwe part of maendeleo ya jamii yetu, ama namna gani? Kwa sababu tukijenga darasa, tujenge kanisa, kwa sababu ni kitu ya maana. Nilipoambiwa kwamba kuna mchango siku ya leo, tulikuwa na kazi mingi, lakini tukaona ni vyema tukuje tuchange. Na nataka kuhakikisha Mheshimiwa Kabon, tutatembea na wewe, tutatembea na viongozi wa kanisa ya Kaproprieta mpaka siku ile hii kanisa itaikamilika, na tutakuja kuifungua tukiomba ndani. Yes, kama vile tulifanya Kituro. Na nataka kuambia wale aspirants wote, naona hii kazi itaenda mpaka beyond 2022. Whatever will come after 2022, bado tushikane tu, tuendelee kuja hapa. Si ndio? Tutaendelea na tutaendelea mbele. So mimi vile mmesikia, tunafanya kazi na waheshimiwa MCAs hapa. Na tunafanya kazi hapa. Kazi ya kujenga nchi yetu,
kazi ya kuendelea mbele. Na ya pili, maneno ya siasa. Huwa mara kwa mara nasema siasa ni maisha. Siasa mbaya, maisha mbaya. Kwa hivyo leo niko na furaha. Mheshimiwa Oscar Sudi, umekuja kutuletea the correct information. Tumekuwa tukikuona, watu wamekuona kwa runinga, wengine wamekuona hata kwa mtandao. Leo hata Pastor Reverend amekwambia umefanya kitu mzuri. Kwa hivyo ukiendelea kusema sema ukweli. Vile Reverend leo amesema ukweli. Mpaka hata amesema kuna wachawi hapa. Kama ni mbaya, ni mbaya. Kama ni kweli, ni kweli. Hata Biblia inasema haitaki wale waoga. Revelations 21 verse 8. Kwa wale wako na Biblia. Inasema kwamba wale wanaogopa, those who fear, ni kama murderers. They are like thieves. They are like sorcerers. Wote wataenda to hell. Kwa hivyo hatutaki kuogopa. Tuseme upeupe. So sisi tukiwa Baringo hapa, Mheshimiwa Sudi, watu wengi wamesema, wanaji wamesema, hapa Baringo atuulizwi tuko wapi. Tumejua, tumejipanga. 100% tuko nyuma ya William Samoei Ruto. Tuko hapo kwa sababu tumejua huyo ndi ameonyesha mwelekeo. Ameonyesha mali tunaenda. Na napenda kanisa yetu. Kanisa yetu ya Baringo imeanza kupata ile courage. Imepata ile courage ya kusema. Mara kwa mara nikienda kwa kanisa naona pastors wameanza kusema tuombee mtu yetu. Kwa pia kaprobete hii ya magusochi chida binyone nagagunta hii gusochi ngo. Mbona? Kwa hivyo gusochi ni Arab Ruto amo ya magusochi Arab Ruto kungon magusochi. Kwa kile cham ni ngon. It's even the Bible. But cast is he who neglects one of his own. So sisi hatuwezi wacha wetu. Because that is biblical. It's a biblical duty to obey kiongozi wetu. Ya pili, kusupport. Baada ya kumwombea lazima tu support. Sisi tuko hapo irrespective of the challenges. Mimi vile mmesikia juzi tulipokuwa tukitupa hii maneno ya BBI kwa assembly. We risk life because we believed in the truth. Because the truth shall set us free. Mimi nikiwa speaker nimekaa hapo. Wametupa tear gas 1 meter away mahali nimekaa hapo. Moshi inakuja na ikashika curtain inawaka. Moshi iko hapo ndani lakini ibaki nitangazi. Nikajiuliza nikiwacha bila kutangaza itakuwa ni kazi bure. So amidst the tear gas, amidst the tears, amidst the everything else nikaendelea kutangaza. Na hao MCs wote walikuwa hapo. Pamoja, of course, kila alikuwa hapo. Pamoja na Tochim. Nakumbuka Tochim alikuja akashika mess. Watu walikuwa wanataka kukimbiza mess. Tochim ameshikia mess hapo. Chepsongo naye yako hapo. So, kwa sababu we believe in the truth. Alafu baadaye Kenya mzima kupitia judges wakasema Baringo you are right. Akasema you are right. So Baringo we set the pace. Na tukiset the pace kwa kusema it was not correct, it was not right, tukasema no. Tunasema no peupe. Sasa nataka tushike hiyo record ya kuwa setting the standard for the country. Nataka to set standard for registration ya voters. Umesikia? Kwa sababu hata tukisema tunapenda Mheshimiwa Ruto sana na hatujakata kura haitatusaidia. Kwa hivyo jameni, twende nje tuambie watu kila mtu above 18 years apate kipande na apate kura ndio aweze kwenda mbele. That's one of them. And the next thing, lazima tusaidie kupiga kura, kupigia 100% William Samoei Ruto. Basi nikimalizia hapa area nikiwa speaker ya hapa. Hata mimi niko na masikio, niko na macho, naona vile inaelekea hapa. Nataka kusema Mheshimiwa Kandie yuko hapa.
yeye ni MP, member of National Assembly. Kuna maneno yale inakuja inatulenga, especially watu wa Baringo Central. Na tungependa sisi wote tushikane, tupige ile kelele inatekana kupigwa mpaka watu wetu wapate haki yao. Nasema nini? Juzi umesikia karibu. Juzi umesikia kuna hii maneno ya hardship allowance. Hardship allowance ati inataka kutolewa kwa Baringo Central. Umesikia maneno? Ati Baringo Central, ati mami soi Baringo Central. Ati masobinege Baringo Central. Lakini Baringo North, akot kabartonji no mosob agenge ni mosob ni mojo akot igere akot kiak chiba grade. Igere disin mosob kweli kile no ku arid. Magi no Baringo North, magi no Baringo South. Magi no Tiati. Komone sikimejige no Baringo Central. Lazima tupige kelele mpaka tuhakikishe kwamba turudishe. Ama namna gani? Watu wetu walimu najua atinye choro ndo kigoniti. Kigugo miten their pay slips kupe. 20 wangile mi ICU. Are yige no mat siposa bena nole. Osabsuti oye nega ngale choe. Lazima tupige kelele ile inatakikana. Kwani Biblia inasema nini? Mkiogopa si mtaenda jehanamu. Nani anataka kwenda jehanamu? Bas tuseme maneno kweli. Na niko hapa tawasaidia vile naweza. Asante sana. So kumaliza, bas karibu sana Mheshimiwa Profesa Sigor, karibu. So nikimalizia amejo asomo kitange picture onge to abentugu chiyokse ye kororon kele ne ko ye yachen kele ne yachen wani mogeite ne kimutenano. So nataka kumaliza hapo. Atkai gagumu pik saa ile watu walikuwa wanakuja hapa kusema aspirants. Ilipofika aspirants ya MP kulikuwa hakuna mtu alikuja. Nafikiri my friend alifurahi kidogo akaona hakuna mtu anataka Baringo Central. Kwa sasa mimi ni speaker, kwa hivyo mimi si aspirant sahi, niko speaker ya Baringo County Assembly. Ndio maana sikusimama. Lakini ikifika 2022 which is only 5 months to go. 5 months unajua 5 months tunafanya asante. Haijafika 5 months. Tungoje kidogo. Jamaa wamekuwa na mori sana. 5 months tunaelekea nomination. Nomination ni mwezi wa 4. Kutoka saa hii ikifika hapo ni 5 months peke yake. Tutakuwa kiwanja, nitakuwa nikiuliza kiti ya MP Baringo Central. Wani yegi goita murare ko yegi peginyishe mutu ko magtobe ne murare kigabai andama baji kigi nyalta andama gi nyalta bas kuma ngalan murni om yagne yo aku iri galak ko tubushimoni mimi yagne yo manu mangaleki mwenye kuamua ni watu wa Baringo Central na Mwenyezi Mungu vile ametupanga kila wakati. Na mimi kama dawa mimi siogopi. Siku ile ilifanyika vile ilifanyika, nikakubali, nikasema may the will of God happen. And it happened, nikapewa kwa speaker. I will still go back to God and tell God, may you do your will again. Na nataka muniombee kwa sababu tukiwa kanisa, nataka muniombee, si ndio? Na mukiombea all the aspirants wako hapa, mwishowe Mungu atajua iko namna gani. Mpaka hapo nataka kusema asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Mheshimiwa Sudi, mimi hii ni area yangu. Mimi naishi hapo opposite ya nyumba yangu iko tu hapo. So naona hii kanisa kila wakati. Hata nikichelewa kuja hapa wakiomba inakuja kwangu by osmosis. Asante sana. Thank you very much. God bless you. Asante sana.
Asante sana. Tuliza boli. Aya, naambiwa kuna mali hapo ya kuregister wale voters wapiga kura. IBC kwa hapo. So mtu mwenye hajaandika, please tafadhali aende ajiandikishe. Kwa hivyo nataka kuchukua muda hii nikaribishe MP Baringo Central Mheshimiwa Joshua Kandie. Asante. Haya, asante sana Bwana Speaker. Reverends, waumini wa kanisa, Mheshimiwa Sudi, nimeona hata PS amefika, MCS, aspirants, kanisa kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bas, mimi niko hapa na nyinyi mnajua, watu wa Baringo Central wanajua mas. Sio mtu wa maneno mengi, na watu wa Baringo Central hakuna mtu atawadanganya tena, kwa sababu wanaona ile kitu nasimama hapo. Na mimi kanisa, mimi nataka kusema nimestuka leo kabisa. Unajua wakati nilikuwa student Kabarnet High School, nilikuwa nakujanga hapa kwa sababu tulikuwa nataka kuangalia wasichana wetu hapa karibu. Kanisa hii ilikuwa bado na ngara siku hiyo, lakini saa hii nimestuka. Inyar kanisa nilipokuwa, na mimi kwa kweli hii kitu nikiona kitu mbaya mimi sitaki kabisa. Na hata mzee Bwana Taalamu, wewe unajua huko Gorenyuki kiune magiundrone kiasut kunyar utalit machumba welino. So watu wa kanisa, mimi niko hapa, tutasaidiana mpaka kanisa itoke mzuri sana. Niko hapa na mimi nikisema itafanyika. Amuki akatokol likiamua amecha mwatibi tokol tiba kanisa. Mimi wakati nilikuwa form 3 tulikuwa na Kiplagat, niliambia hawa, nyinyi mtasoma Nairobi, mimi nitaenda Ulaya. Akawendi Ulaya yaweke anyole kwendi ni Baringo Central makiyaga so na yale chini po Mungu kwa ngeruche ogo mine Mungu bigyo kwa kaspasa akiongea leo alisema nini? Ogo la mito boni borioni, lakini moyo ni anatujo po mboto nane galega bonin po acha na chini po Mungu kabisa, kwa sababu niliomba Mungu nikiwa standard 3. Ako sai asome Mungu. Kia gatoko nikiamua gaso Mungu kikikono. Amenipatia. Hata sai nimeomba Mungu anipatie second term. Na mimi najua Mungu atanipatia. Ataongelesha hii watu wote kuna njia opportunity tukandie kugura 2022. August no. So otherwise nikienda moja kwa moja nataka tu kushtumu ile tendo ilifanyika huko Busia jana, na mimi sitaweza kusupport hiyo tabia mbaya watu wa Busia walifanya kwa kutupia deputy president wetu mawe huko Busia. Na hii Kenya tunataka amani, na mimi nataka kuuliza rais wa Jamhuri ya Kenya, he should take charge of this country. Tunataka siasa mzuri, tunataka kufanya campaign mzuri, tunataka amani katika Kenya, kwa sababu kama hakuna amani watu wetu hawataishi vizuri. Hiyo mimi nilikuwa nataka kupeana kabisa hiyo, kila mtu ajue Kenya. Mimi naomba rais wa Kenya make sure security ya watu wa Kenya iko sawa sawa. Kama mtu anaomba kura kokote Kenya, apewe nafasi aombe kwa amani. Ya pili, ningependa pia kuongeza, nafikiri watu wengi Bwana Speaker ameongea sahihi akisema polling station iko hapa ya IBC registration. Mimi nimeongea na watu wa IBC watembee kila mahali, kama ni kanisa, kama ni sherehe yoyote, watu wetu wajiandikishe kwa kujiandikisha kuwa na kura ya 2022 ili tusaidie naibu wetu wa rais, Bwana Deputy President wa Republic of Kenya William Samoei Ruto.
Ya pili, nataka kuomba kanisa pia na waamini wote. Nikiuliza saa hii, wangapi wamejiandikisha kwa UDA? Muko? Lakini bado katika Baringo Central mimi niko na statistics, kwa sababu mimi ndio naendesha hiyo maneno ya kuandikisha watu kwa mambo ya UDA. Wangapi wamejiandikisha UDA hapa leo? Naona bado ni wachache. Naomba nyinyi, tuko na ofisi hapa City Clock, uende ujiandikishe, na pia hivi karibuni mtapata vijana wetu wakitembea kokote kuandikisha watu kwa UDA. Nikisema hivyo, watu wengine, unajua mimi niliingia kazi ya MP wa Baringo Central kwa chama ngine ya maendeleo chapchap, na hata siwezi ongea sana mambo ya UDA sahi, lakini mimi nataka kuhakikishia wakaaji wa Kapropita leo, nyinyi mjue na Baringo Central kwa jumla, mimi niko UDA ndani. Na mtu asitembee huko atikandie huko. Mtu ataratiwe rit kasi mapema nomination. Na mtu ataratiwe rit mapema. This time wamecheka mwisho. Amu 2017 kilenjo big matichu Jubilee, matichu KANU, kipchinweri KANU mwisho. Lakini this time kalenjo atarchinweri mapema. Aleti atarchinweri mapema kusukuchike weri ka. So wewe ujitayarishe kwa hiyo nomination sawa. Mimi niko sawa. Mimi nikitembea kokote mimi nachipanga sawa. Tuko hapo. So otherwise kanisa nataka tu, kwa sababu naona saa imeyoyoma, mimi ngaleke muteke kwa mugebe mwa ngale kumnye ya ipeshe nikakitoa nyongele kakepa kasi kapsiasa. Kuna swali mbili. Kuna swali moja speaker amesema watu wa mambo ya teachers. I want to tell the speaker and everybody here and teachers in general, please, that is a proposal. Sisi tuko on top of it. Mtu asiende kueneza social media vitu ya social media, please wait until hata hiyo kitu haijafika TSC, kwa sababu kila siku mimi niko hapo. It is a proposal from Public Service Commission which is not yet done. So watu wangu, nyinyi msikuwe na wasiwasi, na mimi nahakikishia nyinyi, hata Oscar Sudi anajua mimi. Oscar Sudi, wakati tuko bunge nikisema kitu haiwezi pita, inakataliwa. Sudi anajua mimi nikisema haipiti. Mtana lemele laji naye jale nate. Akamwambia ne amikiti kwa sababu ya Mungu. Melenji sio binadamu, Mungu ameniweka. Lakini yekiamwa amite form 3. Kuna ni kitu ni mchezo hiyo. Sio mchezo. Hata huyu mzee na panataalamu yeye ndio ale ile jito ikulu anakapsa ko makikunyo kita nikimwa bonde mwenyewe. So otherwise kwa sababu ya saa nataka kumalizia kwa kusema ya kwamba hiyo ya TSC, alafu kuna kitu moja bwana pastor amesema, Reverend Jirjir, Reverend Sakaria, Cheriot. Challenge tunafuatilia, hata principal anajua. Sisi we are in contact every week, tunaongea na principal wa Kapropita High School. Tukiona vile hii shule itasaidiwa, kwa sababu iko na changamoto sana. Hata alikuwa ananiambia ni support yeye kwa mambo ya hema, nikamwambia yeye nitakarakara nione vile tutasaidia hii shule. Ya pili, mimi nataka kusema tutahakikisha hii shule yetu, hata kuna vitu nafuatilia sahi ya Kapropita Girls. Nafikiri hivi karibuni ataona kitu kwa kauni ya shule, na pia
tutaangalia kwa upande ya CDF. Tuko na agreement. Nataka kuambia kila mtu hapa, kabuni kan kidogo. Mama unajua hii fitina si kitu mzuri. Mimi mmoja big man, ngala ane ajichi kana mwaima. Na mimi nafanya siasa ya 21st century. I'm not doing 1800. Ili ya kudanganya watu hapana. Hiyo siasa yenu hapana, mimi niko 21st century. Na mimi nataka kuambia watu ukweli. Kama sawa. Kama jamu ngoti kitupika lenji hiyo maneno ya Kaprobita tutaangalia na tutahakikisha shule yetu imeng'ara. Sawa? Hata wakati mlikuwa na shida ya principal, si nyinyi mlisikia mimi nilingoa taka moja na principal sile tuko naye saa hii hako chonjo sawa sawa. Mliona results last year na mtaona results pia mwaka huu. So kwa hayo na mengi nataka kumalizia kwa kusema Bwana Sudi PS kwanza Yes. Bwana PS. Wewe nena moja alafu uite Bwana Oscar Sudi anene. Bas, asante sana Mheshimiwa Joshua. Mheshimiwa Oscar Sudi, mbunge wa Kapseret. Mheshimiwa Joshua Kandie, mbunge wa Baringo Central. Speaker wa Baringo County Assembly, Kerich. MCS ambao wako hapa wakiongozwa na mwenyeji Mheshimiwa Kabon, viongozi wa kanisa, washiriki wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nataka niseme pole kwa sababu nimechelewa. Nimepitia shughuli ya kanisa moja na shughuli nyingine ndio nimekuja kama nimechelewa. Ya pili nataka nichukue hii nafasi pia niungane na wenzangu wengine wenye wameongea kwa kumkaribisha Mheshimiwa Oscar Sudi hapa kwetu Baringo County. Mheshimiwa Sudi nimemjua kwa miaka mingi, na yeye mimi ni watu wa diaspora wa kutoka Baringo wenye tunaishi Uasin Gishu. So tumekaa na yeye na Mheshimiwa Sudi, asante sana kwa sababu mara kwa mara umekuja Baringo County kutusaidia kwa maendeleo na kuinua watu wa Baringo County. So asante na unakaribisha kila wakati. Ya pili nataka nichukue hii nafasi niseme pongezi kwa watu wa kanisa na viongozi wa kanisa kwa sababu mara kwa mara mnafanya kazi yenu. Mkifanya kazi yenu ya kujenga na kueneza Injili, hiyo ni njia moja sisi kujijenga pia. Tunajua ya kwamba kanisa ni mahali penye sisi wote tunakuja kuabudu ili tuombe Mwenyezi Mungu atuelekeze kwa njia nzuri na tukae kwa Bwana Yesu. Mimi hapa Kapropita, hii ni mara ya 3 kukuja kwa kanisa hii. Mara ya mwisho tulikuja 2019 kufanya harambee. Na leo nimekuja pia ili tuungane na nyinyi tusaidie maneno ya ujenzi ya hii kanisa. Hii kanisa imekaa miaka mingi na ni bora tufanyie facelift, tujenge kanisa yenye iko modern. Na wakati wa saa hizi nataka nipongeze watu wenye wamepanga hii kazi ili tuendelee kujenga kanisa, ili tuhakikishe ya kwamba tuko na mahali ya kukuja kusema asante kwa Mwenyezi Mungu na tuendelee kuomba ili atupatie nguvu ya kufanya kazi zetu na pia kujenga kanisa ili tuelekee upande nzuri wakati tunangojea Yesu akuje kwa hapa duniani atupeleke mbinguni. So kwa yote nataka niseme ya kwamba tuendelee kufanya kazi ya Mungu kila wakati na tuendelee, niwaombe viongozi wa kanisa waendelee kutuombea, viongozi kuombea nchi, ili wakati tunafanya kazi tufanye kazi na upendo. Hata wakati tunaelekea kwa siasa tuombe kura kwa upendo, tuendelee kuombea nchi yetu
ili viongozi wote wakati wanatembea nchi hii watembee wakijua ya kwamba wako uhuru kufanya hiyo kazi kwa kila sehemu, wakitafuta kura watafute kwa njia nzuri. Ya pili, nataka nichukue hii nafasi pia niseme ya kwamba IEBC target yenye tulipewa Baringo County, tulipewa target ya kuongeza watu 76,000. Na leo nilikuwa naangalia numbers hapa Baringo tumeandikisha only 14,000. So tuko 18.9%. So katika hiyo wakati ya kujenga kaunti yetu ni vizuri pia tujiandikishe. Ndio tuongeze kutoka 232,000 tukaribie kama 300,000. So nawaomba kabisa, naomba watu wetu wa Baringo County, kama uko na ID na hauna voters card, umepewa nafasi ya kujiandikisha, ili tukijiandikisha tutafanya kaunti yetu tuwe na voters wengi, na tukikuwa na voters wengi so nilikuwa nasema ni vizuri tuongeze from 232,000 tukaribie kama 300,000. So saizi tuko 14% na target tunatakiwa tufikishe 100%. Na hiyo 100% itatufanya tukue extra 76,000. So kwa meja somo kabisa leyeti ka Baringo. Kegilgei keteshingore ishege sukoron yeget pagol somok ako testai ako pagol somok ako testai kungetu bikisomo kot uongozo mgoroni kubone Baringo kila wakati amakitinye kura ishek mi bara. So kwa meja somo kabisa kwa unyenyekevu kegilgei kemoji vijana matinye tombu voters card siero kuko kutel aketes numbers kuba barak yeketes numbers kuba barak ako tukikwere biya en Nairobi CRA kenyuru kutaje ne getu kenyuru share na barak. So kwa meja somo kuno bas kuno ba mwisho amo kama mgeni wa heshima Sudi kila tinye kwa women kwa meja eporo ino kutane amo ajebi ka Baringo tokol ane ka sen serikali potbuno to mi office serikali ku ye chamjova kinyino ba 2022 ku ameje kutana oibu ujuzi ako maendeleo na kaya national government kunyo Baringo county sieragete county nyoro Baringo kutestai ama maendeleo. So gome jasom pastors yo socho netaja viongozi atasta kutane amagotane ko omi agotane ko chi sanyan Baringo county. So yo chi sanyan ko ochi sanyan osome sikete Baringo county siero yekie uchaguzi baada ya mwezi 6 mguwoke akela megen for 4.5 years kumeje ke iraine ake kumie ake ko jito ni muje kasi ake to bala ki tinye experience ne tinye network lune ngate Baringo ako Nairobi siero ki ko chine jito ku yai kasi ako tastai county ni nyono Baringo. So mtogolo mejo somoga andana sae yero yo bi manabig ape man kumie yere katastan kabisa amo tinye mpango chikararan en Baringo county mo kuwalaka